milioni 32 au 43 kwa mwaka, pamoja na kuleta teknolojia mpya nchini. Mradi wa 6 ambao bado uko kwenye kuchakata ni mradi wa MCGA Auto. Huu ni mradi mkubwa wa kuunganisha kiwanda cha magari unaohusisha uwekezaji wa takriban dola milioni 50. Magari haya yataunganishwa kwa ajili ya soko la ndani na la nje. Unategemea kuwa na ajira kati ya 500 na 1000 na kati ya ajira 3500 zisizo za moja kwa moja, pamoja na kuchochea sekta ya magari nchini, kupunguza uagizaji wa magari kutoka nje, lakini kuongeza mapato serikalini. Pia leo hii tunao furaha, Mheshimiwa Waziri, kuwapokea pia wageni na wawekezaji kutoka taasisi ya MUST Medical University ya Tanzania. Hawa wanapanga kuwekeza Technical University katika eneo hili kwa ajili ya kutoa huduma ya wawekezaji ambao watakuwa wanatafuta technicians katika eneo hili. Wawekezaji hawa kutoka Sudan tayari wameshawekeza nchini, wamewekeza kwenye hospitali, na tunawatarajia pia kuwapa eneo hapa. Tuko kwenye mazungumzo nao ili waweze kujenga Technical University, vijana waweze kufanyiwa mafunzo, na wakitoka hapa waweze kwenda kwenye ajira. Mheshimiwa Waziri, ni matarajio yetu kwamba miradi hii itakuza ajira kwa Tanzania, itaongeza teknolojia, itakuza minyororo ya thamani ya ndani, lakini pia itasaidia jamii ya Bagamoyo ambayo pia kwa muda mrefu wanaona wakiachwa nyuma na wenzao wa Mkuranga, Kibaha, Kisarawe na kwingineko. Na tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuleta fursa hii kubwa katika eneo hili. Kwa niaba ya management na watumishi wa TISEZA tunakushukuru Mheshimiwa Waziri, na tunakuhakikishia pamoja na Mheshimiwa Rasi kwamba tutaendelea kuwasaidia na kuwawezesha wawekezaji na kuwaleta katika maeneo haya, na tunakushukuru pia kwa kukubali kuwa mgeni rasmi, na tunakushukuru sana pia Mheshimiwa Rasi na Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa DC kwa kushiriki hapa. Niseme mambo mawili kwa kumalizia. La kwanza ni kwamba nyaraka tunazowapa Mheshimiwa Waziri, hatujauza ardhi. Tumewakodishia wawekezaji hawa maeneo ambayo yanamilikiwa na serikali, na eneo hili lote la mradi litaendelea kumilikiwa na serikali, na tumewapa masharti katika mikataba yao ambayo ilipitiwa pia na mwanasheria mkuu wa serikali kwamba ikiwa ndani ya mwaka mmoja hatutaona viwanda, mikataba yao tutaifuta. Mheshimiwa Waziri, nia ya kuwaleta hapa karibu kabisa na barabara, karibu na miundombinu, ni kwa sababu tunataka viwanda ndani ya mwaka mmoja. Kwa Mheshimiwa Waziri, kesho kutwa ukija kusikia malalamiko kutoka kwa wawekezaji hawa baada ya mwaka mmoja kwamba TISEZA imefuta mikataba yao, ni kwa sababu kwamba umeisha mwaka mzima na hatujaona maendeleo. Lakini la mwisho Mheshimiwa Waziri, tuko live na vyombo vya habari hapa, na niwaombe viongozi wetu kwamba ni fursa adhimu ya kuzungumza na umma kuhusu masuala ya uwekezaji katika mkoa wetu, lakini pia katika taifa. Na Mheshimiwa Waziri, huu mkutano ni wa kwako. Tunakushukuru sana kwa kuja, na asante sana kwa kutupa nafasi ya kutekeleza mradi huu. Asante Mheshimiwa Waziri. Kazi na utu, kazi na utu. Mbona kinyonge? Kazi na utu. Namna hiyo, manake ajira zinapokuwa zinamiminika na teknolojia inaongezeka, hiyo ndio maana halisi ya kazi na utu. Mheshimiwa Waziri, Profesa Kitila Mkumbo, kwa ridhaa yako sasa naomba nimkaribishe mwakilishi wa Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji